Daraja hili tunalijenga kwa lengo la kuondoa adha ya mafuriko yaliyokuwa na tokea mara kwa mara kipindi cha mvua. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa mujibu wa usanifu, hapa tunajenga box culvert ambalo litakuwa na upana wa mita 26.1, lakini tunajenga na barabara unganishi pande zote mbili ambayo itakuwa na upana wa mita 14, lakini itakuwa na mabega ya mita 1.5, na kutakuwa ni njia 4 tunajenga. Katikati kutakuwa na median ambayo ya mita 4. Daraja lililokuwepo lilikuwa ni dogo, ndio maana lilikuwa natokea mafuriko mara kwa mara, ambalo lilikuwa na mita 6. Lilikuwa na mita 6 kwa maana spani yake, lakini sasa hivi tunaenda kujenga daraja la spani ya mita 26.1. Maana yake tunaenda kujenga zaidi ya mara 4 ya ukubwa wa daraja lililokuwepo. Mradi walikabidhiwa tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 24, na leo tumeshafika 25 mwezi wa ngapi? Wa 4. Maana yake kuna miezi mingapi ishapita? Miezi 6, na mkataba ni wa mwaka mmoja, lakini umesema wanatakiwa kukabidhi kazi mwezi wa 11, si ndio? Lakini mpaka sasa kazi hii iko 10%. Ukipiga hesabu kama wameshatumia miezi 6, wako 10%. Wape tena miezi 6 wawe 20%. Je, wanaweza kukamilisha mradi huu ifikapo mwezi wa 11? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kulingana na mpango kazi aliosubmiti wa mwisho, ni kwamba mkandarasi atalazimika afanye kazi usiku na mchana ili catch up na programu yake ya kukamilisha kazi mwezi wa 11. Na inawezekana kabisa, kwa sababu kikwazo kikubwa ilikuwa ni miundombinu ya maji, kwa kuwa imeshatoka. Sasa hivi anaondoa matope hapa, na ataweka mawe na kuanza kufanya blinding kwa ajili ya kuanza. Na bahati nzuri nondo tumeshafika yadi yake, ameshakatakata nondo zote za ujenzi wa culvert hii. Ni atakapokamilisha ile setting out kuweka blinding, ataanza kusuka nondo kwa haraka, na kwa kuwa atafanya kazi usiku na mchana, tuna imani atakamilisha kabla mwezi wa 11 tarehe 14. Unajua, mkandarasi kusema nitafanya kazi usiku na mchana ni jambo la kawaida, lakini kufanya kazi yenyewe usiku na mchana ni very rare. Na hata hapa sasa hivi unapoangalia, manager ana vifaa vya kutosha kwa ajili ya hii kazi, ili twende na hiyo spidi ya mwezi wa 11. Kwa muonekano tu wa kazi zinavyoendelea hapa, vifaa vyake. Project manager yuko wa TANROADS. Unavyoona huyu ana vifaa vya kufanya hii kazi ifike mwezi wa 11 na akaikamilisha. Kwa hapa tulipo Mheshimiwa Mwenyekiti, vifaa vilivyopo ni kwa ajili ya earthwork. Excavator ziko 2, grader ziko 2, matipa yapo. Grader ziko wapi? Grader moja iko hapa, nyingine iko kule juu. Mimi nazungumzia hapa darajani. Kwa hiyo vifaa vingine viko standby kwenye yadi yake pale Bwini. Kwa maana ya sawa, vifaa hapa site kwenye hili daraja. Wewe kwa macho yako vinaridhisha kwamba, au kwa wewe kwa utaalamu wako, maana mimi si mhandisi, kwamba kile kilichopo pale ndicho kinachotakiwa kuwepo kwa sasa ili kazi iende kama ilivyopangwa, au kuna vifaa vingine vinavyotakiwa kuwa hapa site? Kwa sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, excavator hapo inatosha kwa ajili ya kurudishia level ya chini, lakini tuna plan sasa hivi kuweka plant hapa ya zege hapa kipande cha nyumba yetu hapa kwenye lami. Inawekwa lini? Mkandarasi alikuwa anamalizia utaratibu na TANESCO wa kuja kumruhusu kutumia akishaameshaongoza waje wa mount sasa hapa na mtambo wa zege unakorogewa hapa kwa ajili ya kuleta. Kwa maelezo yenu inawezekana sawa, lakini ninavyoona mimi hapa kazi itachelewa. Sina wasiwasi juu ya uwezo wa Nyanza Road kwa quality ya kazi
lakini kwa maana ya kuwahi au kuchelewa, hapa nina wasiwasi kwamba jambo hili naangalieni watu wa Mwanza, barabara hii ndo barabara ya ukuu. Mwanza tuna barabara ngapi? Mbili tu, barabara ya Musoma na barabara ya wapi? Ya Musoma na ya wapi? Shinyanga. Sasa hii barabara ikiwa katika hali hii kwa muda mrefu, mjue kwamba mmeyafunga mawasiliano ya mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo unaona diversion ile pale, mimi mwenyewe napita, hata jana nimepita pale, lakini bado mazingira ya kule na kwa idadi ya magari haitoshelezi. Kwa hiyo ninajua hapa tulikuwa na miundombinu kama ambavyo injinia amesema, tulifanya kikao na TANESCO wakaondoa miundombinu yao ya umeme, lakini pia watu wa mamlaka ya maji, Neli yuko hapa, hata sasa tuna shortage ya maji kwa sababu tumelazimika kudisconnect hapa, na Neli atatueleza taarifa yake kidogo. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa kwanza kuwataka mkandarasi Nyanza Road afanye kazi yake usiku na mchana kama ambavyo mmekubaliana. Na kwa kuwa hapa Mwanza na hapa ni downtown, maana yake hapa mimi nitakuja. Sasa wewe niambie wanaanza lini kazi ya usiku na mchana, ili mimi na wenye vitu wangu hao wa mtaa tupange siku kuja kuwaona huo usiku wakiwa wanafanya kazi, kwa sababu 10% ya kazi ni 10% ndogo sana, ni kama vile kazi haijafanyika, lakini umuhimu wa hii barabara ni mkubwa sana. Kwa hiyo nimekuja hapa kwanza kuhakikishieni Nyanza Road kwamba fanyeni kazi yenu kwa wakati. Mwezi wa 11 ambao mkataba wetu unasema tukabidhini kazi yetu, na kama hamtoikabidhi, kama hakutakuwa na sababu za msingi kama vile serikali kuchelewesha fedha, mkilipwa fedha kwa wakati na mmetakiwa kufanya kazi usiku wa mfanyi, itakapofika mahala kwamba mkandarasi huyu anamaliza muda wake lakini mradi haujakamilika, ofisi yangu nitaelekeza TANROADS kuhakikisha kwamba hakuna muda wa nyongeza. Na mimi nafahamu kwenye mikataba kuna liquidation. Mkataba huu una liquidation au hakuna? Liquidation ni 0.1% ngapi? 0.1% kwa siku. Kwa hiyo kama hamtofanya kazi zenu kwa wakati, na kwa kuwa hapa mmetuahidi kwamba mtafanya kazi usiku na mchana, na narudia tena, barabara hii una umuhimu mkubwa kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza, kwa kuzingatia Mwanza outlets zake ni barabara ya Musoma, ni barabara ya Shinyanga. Kwa hiyo nimekuja hapa kuwataka wakandarasi waongeze kasi ya hili daraja maarufu kama daraja la Mabatini, lakini pia kwa ajili ya outlet kipande kile ni kilomita ngapi? Ni mita 500. Nyanza ana uwezo mkubwa wa kazi. Tunachokitafuta hapa ni wakati, time frame ambayo imetolewa ya mwezi wa 11. Engineer Ambrose, ni lazima iwe mwezi wa 11. Hatutaki tuje tena hapa baadaye tuelezwe sababu. Hii swala la kuondoa miundombinu hapa imetuchukua karibu miezi mitatu, watu wanabishana, lakini tukalishughulikia. Miundombinu imeondolewa, sasa hamna sababu ya msingi ya kutofanya kazi hii kwa wakati. Sasa niambieni nyinyi, yule project manager wa Nyanza yuko wapi? Niambie usiku wa tarehe ngapi tunakuja hapa kuona hiyo plant yenu na vifaa vyenu vikiwa vimeongezwa hapa. Mheshimiwa, naomba niongee kwa niaba ya project manager. Kwa sasa hivi tukishamaliza kazi ya kupanga mawe. Wewe sema hiyo kazi inatakiwa kukamilika lini? Kazi ya kupanga mawe ni baada ya siku 5 tutakuwa tumemaliza. Kwa baada ya siku 5 kumaliza, kazi ya kumwaga zege tutaifanya usiku na mchana. Tunaanza kumwaga zege lini? Siku hiyo nataka na mimi nije hapa nione kweli. Siku ya 6 kuanzia leo ni Jumanne ijayo. Jumanne ijayo. Hapa mtakuwa mmefunga na umwagaji wa zege unaanza. Kwa hiyo tutakuja hapa tena. Nitawaalika wenye vitu wa mitaa watakuja hapa. Mimi najua nini cha kufanya dhidi yako. Umenielewa bwana? Kwenye masuala hayo sina utani hata mara moja. Kwa sababu ndio kazi inaoniweka mimi hapa. Wewe kazi yako ni kumfanyia kazi mkandarasi, akupe riziki yako. Kazi yangu mimi ni kusimamia miradi ya serikali ili rais aendelee kuniamini na kunipa hii kazi. Mimi sijui hiyo kazi yako, naijua hii. Kwa hiyo wewe ukichelewesha kazi yangu, na mimi najua nifanye nini dhidi yako. Sasa usinifikishe huko. Tumeelewana bwana? Tunaelewana? Ndio mkuu. Ulichokisema ni cha hakika? Ndio. Haya. Neli?
Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama unavyoona wenzetu wa TANROADS wameweza kutujengea nguzo 3. Awali ilikuwa inatarajiwa kwamba sasa tungeweza kuanza, lakini baada ya mvua za juzi kuamkia Jumatatu kuamkia Jumanne, imeongezeka hitaji la kuongeza nguzo nyingine 2. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi tayari tumeshaleta vifaa ikiwemo ni mabomba na tumeshatengeneza bend kwa ajili ya kuhamisha mwelekeo wa bomba hili, na tunatarajia sasa kuweza kupokea viungo ambavyo vitatumika katika kuunganisha mabomba hayo mapema wiki ijayo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika kuleta suluhisho la haraka, tuliona kwamba tusisubiri kuhamisha hili bomba wananchi wakiwa hawana huduma ya maji. Kwanza kwetu sisi ingekuwa ni tatizo kubwa sana, na hivyo tumetafuta mpango wa muda mfupi ambapo tumeweza kufunga bomba hili la 500 ili maji sasa yaweze kupita. Kuna bomba lingine hapa la 450 kwenda katika kituo kikuu cha Mabatini. Kwa maana hiyo sasa kazi hiyo tuliifanya usiku na mchana, tumemaliza leo alfajiri na tayari tumeshawasha mitambo. Ninavyozungumza hivi sasa mtambo wa Capricorn tayari umewaka. Tumewasha mtambo wa Nyegezi kwa ajili ya maeneo ya Nyegezi, tumewasha mitambo ya kona ya Bwiru, lakini vile vile tumewasha mtambo miwili, mmoja wa kwenda Bugando na mwingine wa kwenda tenki la Nyashana katika kituo cha Mabatini. Bado tunaendelea kupokea maji na tunaendelea kutathmini uwezo wa vituo tulivyo navyo katika kusambaza maji. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kazi hiyo imekamilika na hivyo sasa huduma ya maji itaanza kurejea, na katika maeneo ya katikati ya jiji tayari watakuwa wameshapata huduma. Maeneo ya pembezoni tunaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba jinsi ambavyo tunasukuma maji, mafundi wetu waweze kupokea na kufungua valves kuhakikisha kwamba maji yanasambaa kwa haraka.